Uchaguzi wa Oktoba 29-25 umeliingiza taifa katika hali ya sitofahamu ambayo ilijitokeza katika maandamano. Maandamano hayo yalisababisha vurugu ambazo ilizaa mauaji, watu kujeruhiwa na kupotea. Pia ilisababisha uharibifu na upotevu wa mali binafsi na za umma. Hali hii imewaumiza na kusononesha sana jamii ya Watanzania na kujeruhika kwingi ulikotokana na kugusa uhai wa wanadamu. Uhai ni mali ya Mungu mwenyewe. Kama tunavyosoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hali hii imeongeza maumivu, kwani pia kuna waliouawa na kuumizwa wakiwa nyumbani au sehemu za kazi bila kujihusisha kwa namna yoyote na maandamano. Tunasikitishwa sana na hii hali na tunalaani haya mauaji ya kikatili na kinyama ya vijana wetu na watu wengine. Kiukweli huu ni uovu mkubwa na chukizo kwa Mungu wetu. Kwa ufupi, sisi sote tumejeruhiwa. Taifa limejeruhiwa na limepoteza heshima mbele ya jumuiya ya kimataifa. Neno la pole. Kufuatia hali hiyo, sisi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC tunatoa pole nyingi sana kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Familia hizi zina maumivu, hasa wale wanafamilia walioona ndugu zao wakiuawa na miili yao kuachwa nje na kunyimwa ruhusa ya kuwachukua ili kuwasitiri au kuwazika. Tunawapa ndugu zetu pole na Mungu Mwenyezi awape nguvu na faraja. Tunaendelea kuwaombea majeruhi wapate nafuu haraka na kurudi katika majukumu yao na kwenye familia zao. Baraza la Maaskofu la Kanisa Katoliki Tanzania TEC limesema uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umeliingiza taifa katika hali ya maandamano yaliyozaa vifo, watu kujeruhiwa, kupotea na uharibifu wa mali, hali ambayo imepelekea taifa kuwa kwenye masononeko na maumivu, kwani wapo waliouawa na kuumizwa wakiwa majumbani bila kuhusika kwenye maandamano hayo. Rais wa TEC Askofu Wolfgang Pisa ameeleza hayo wakati akisoma tafakuri ya pamoja ya maaskofu wa kanisa hilo kufuatia tafakari na sala walizofanya kwa takribani siku 4 kuanzia Novemba 11 hadi 14 mwaka huu, ambapo maaskofu hao wametumia siku hizo kuiombea nchi amani kufuatia mapito magumu inayopitia nchi kwa sasa kutokana na kile walichokitaja kuwa maumivu walionayo wa Tanzania. Sambamba na kulaani matukio hayo, TEC imesema taifa limejeruhiwa na kupoteza heshima yake kimataifa, ambapo mataifa hutumia nafasi hiyo kutoa rai kwa mamlaka husika, hususan vyombo vya ulinzi na usalama na serikali kwa ujumla kuchukua hatua za haraka za kuliponya taifa. Wametaka kufanyika uchunguzi utakaoshirikisha wadau wa ndani na nje ya nchi, na kwamba wachunguzi wawe kutoka kwenye vyombo visivyofungamana na upande wowote, ikiwemo taasisi za dini,
taasisi za kimataifa huru, huku akitoa wito kwa viongozi wa umma kuishi maisha ya uadilifu na uwajibikaji kwa viongozi. TEC pia imetaka wote waliokamatwa kwa hila kabla, wakati na baada ya uchaguzi waachiliwe huru bila masharti yoyote. Aidha, katika maelekezo yake, Askofu Pisa amesema tathmini inaonyesha kuwa maandamano yaliyotokea nchini yametokana na ukosefu wa usalama nchini, hasa uwepo wa matukio ya utekaji, kupotea na kuumizwa kwa watu, uwepo wa watu wasiojulikana ambao wamedai kuwa wanaonekana kuwa na nguvu kuliko vyombo vya dola na kadhalika. Sababu nyingine ni kukosekana kwa demokrasia ya kweli, hasa kilio cha muda mrefu tangu mwaka 2016, kilio ambacho akijapata suluhisho la kweli. Pia imeelezwa kuwa wananchi wamekosa eneo la kufikisha malalamiko yao pale haki zao zinapokiukwa na kadhalika. Ni taarifa ya Baraza Kuu la Maaskofu Katoliki Tanzania, kwa kifupi TEC, limelaani kile kilichotokea mnamo Oktoba 29.